Bismillahirrahmanirrahim. Leo tunakwenda kuanza darsa la tajwid. Lakini kabla tujaanza darsa lenyewe, kwanza tuifahamu tajwid ni nini. Actually ni kitu ambacho wengi wetu tumesoma, lakini tunalianza mwanzo kabisa darsa hili. Kwa ambao ni marejeo na kwa ambao tunaanza upya, yani ni bismillah. Okay? Tajwid ni nini? Tajwid inshallah, naomba nifungue kwenye kitabu changu huku nishie pamoja hapo. Ya inshallah, kishindikana tarudi, hakuna shaka. Naomba nifungue kitabu hapa, alafu tutashia pamoja kwenye screen hapo. Leo ni siku ya utangulizi pia, lakini katika somo letu rasmi kabisa, tajwid. Ni nini hiyo tajwid? And then na tukishaifahamu pia tuvisome vipengele vyake. Tajwid ni kitu kilichokuja kuipa kila herufi katika Qur'an haki yake, yani isomwe kwa ufasaha. Subhanallah. Sijajua kama quality imerudi au bado inasumbua. Kama bado ni ukungu, nitaomba ni restart hii wifi alafu irejee tena upya, sababu inakuwa recording, na recording ikitoka na ukungu, yule anayesikia kule salama anasema iko sawa. Imerudi, alhamdulillah. Oh, mashallah. Haya basi, na imani itakaa vizuri. Okay, after salama, nimeona mkono juu, lakini kabla sijakuruhusu, nadhani mwishoni kwangu iko sawa. Okay, nadhani itarejea kuwa vizuri. Bismillah. Tajwid imekuja kuifanya Qur'an isomwe kwa ufasaha. So tunaanza somo letu rasmi, hicho ni kitabu. Lakini kabla hatujaanza kabisa rasmi kwenye kitabu, kuna somo ambalo lipo nje ya kitabu. Basi sawa, hapa nimegundua ni kwa nini ilikuwa inakuja bla. Okay, sasa hivi nadhani itakaa vizuri. Inarudi inshallah. Nimeshachomoa kilichokuwa kinasababisha. Kuna somo ambalo nahitaji tujifunze leo kama siku ya utangulizi, kabla hatujakianza kitabu ambacho nimewatumia, kipo kwa English na kingine kwa Kiswahili. Hili ni somo kwanza kuhusu hii Qur'an. Kabla hatujaanza na tajwid, tuisome hii Qur'an kwanza mwanzoni, tuifahamu mpangilio wake mpaka kufikia kuwekewa tajwid. Licha ya hivyo, mpangilio wake wa juzuu 30 na vinginevyo tuvisome leo pia hivi, kabla hatujaanza somo rasmi la tajwid. Nimeshare katika screen yako hapo moja ya page katika kitabu changu. Katika Qur'an kuna vitu utakuwa unaviona ukifungua Qur'an, kuna alama ambazo utakuwa unaziona katika Qur'an and then haujui inamaanisha nini. So tuanze na hili kwanza kabla hatujaanza katika kitabu chetu cha tajwid. Hii ni utangulizi ya mwanzo kabisa. Na imani imeshare, kinakuja hapo. Nadhani kila mmoja ataona katika screen kutokana na internet ulionayo, lakini itakuja hapo. Nijaribu kupunguza moja ili ikae quality kubwa. Sijui kinaonekana nilichokishare. Sioni, tunaona. Okay, alhamdulillah. Brother Said, okay. Nadhani kinaonekana. Nimefungua kitabu, ni page ambayo, shukran. Nadhani itarudi kwenye quality. Sasa hivi ninayotumia hapa, hii wifi iko vizuri. Okay, kuna katika Qur'an, hii ni mashafu zote. Ukiwa umefungua mashafu, basi utaona kuna alama ambazo zipo. Iwe ni mashafu ya Kihindi, iwe ni ya Kiswahili, iwe ni mashafu yoyote ile ukifungua, basi utakuta kuna alama ambazo ziko pembeni ya mashafu. Na hizo sio urembo, bali ni alama ambazo hizo pia tunaziita tajwid. Okay, kuisoma Qur'an kwa kuipa haki yake, kuipa kila herufi haki yake.
So mfano wa hizo alama, naomba kama kuna mtu mwenye simu aeleweshe wapi unaona kwenye simu. Katika simu hii screen niliyoshare hapa, nahitaji kila mmoja ione. Unaona kuna baadhi wanaona, wengine hawaoni. Leo mpaka Brother Jabir kasema haoni, na jana nilielekeza watu. So nahofia kuendelea. Okay, shukrani. Kaniambia ameona. Haya. Nadhani itakuwa inakuja kitaratibu kwa kila mmoja kwenye screen. Sorry sana kama itakuwa inachelewa kwako. Kuna alama ambazo utakuwa unaziona katika Qur'an, mfano hizi alama za pembeni, shukrani, au ziko juu zinaandikwa katika Qur'an. Je, zinamaanisha nini? So tutaanza na hii kwanza kwa leo. Hizi alama tuzifahamu, na kama kuna mwenye swali kabla hatujaanza kitabu chetu, hii ni somo la utangulizi sababu halipo kwenye kitabu, na then ni la muhimu sana. Hizi alama katika Qur'an, je, nani kaziweka? Mtume anazijua hizi alama katika Qur'an? Licha ya hivyo tu pia, subhanallah, juzu 30, hizi juzu 30, Qur'an nzima ina juzu 30. Jana niliuliza hilo swali. Qur'an nzima ina juzu 30. Then hizi juzu 30 hizi, je, zenyewe zimetoka wapi? Mpangilio wa hizo juzu 30, 1, 2, 3, ni Jibril alikuwa akimshushia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivyo. Okay. Je, mtume na maswahaba zake nao pia walizisoma hivyo kwa mpangilio huo? So hii ni maswali ambayo, shukran. Zoom pia una uwezo wa kuzoom kwenye screen yako. Okay? Nadhani kila mmoja ana uwezo wa kuzoom, kadri anavyoona ataona kwa ukubwa zaidi. Okay, so leo hayo maswali tunahitaji tuyajibu. Na kiangalia wengi katika sisi tunavyojua juzu ni 30, yani kwamba kwa sababu juzu 30 ndio maana Ramadhani nayo ni 30. Kuna 1, 2, 3. Kwa kila Ramadhani moja ilikuwa inashuka juzu moja utoto. Na juzu ya mwisho ilikuwa ni juzu tuna juzu ya kwanza ukimwambia kila mtu anajua ni juzu amma. Juzu amma sheikh ndio juzu ya kwanza. So wengi ndio wanajua hivyo. So utoto wetu tumepitia wote. Lakini sasa leo tufahamu hasa mpangilio wa hizi juzu 30 kabla hatujakwenda kuzisoma, kuzitia hukumu, fahamu sheria zake. Je, mpangilio huu umetoka wapi? Inshallah tunakwenda kukisoma leo. Je, imetokana na Mtume Muhammad na maswahaba zake? Jibu ni hapana. Hii jambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapangilia juzu moja mpaka 30, wala sio Jibril aliyoshusha hivyo. Okay. Subhanallah, huyu anasema ndo kinachoonekana katika screen, yani haoni chochote. Brother Hamis, twins unasikia tu. Okay, inshallah, nadhani sijui ni nini hii. Ila jaribu kubonyeza vidot vitatu and then nahisi ipo kwenye ingo screen ile option. Kama kuna mtu hasikii, huenda ameweka modi ya kwamba kama anatembea, maana alitonishia hapa, it means hanioni hata mimi. Inshallah, licha hivyo tutakuja kuelekezana mwishoni. Jana tulielekeza kuna modi ukiweka unakuwa tu unasikia audio, hauoni mwalimu, hauoni chochote. Tulielezea ile. So jaribu kuitoa, kuto umeweka ile modi. So ni maswahaba walifanya hivyo? Hapana. Jibu ni hapana. Okay, inshallah. Pia ni rai nzuri. Tutakuja kuona kwa video baadaye. Shukrani. Sio maswahaba waliofanya hivi, wala sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoisoma hivi kwa juzu 30, bali imetoka wapi? So ndio tunataka tuianze. Hii ni asili ya tajwid. Tajwid, it means, na tukiongelea hivyo, it means tajwid pia sio kitu kwamba ndio Mtume kakianzisha tajwid. Hapana. Okay? Lakini sasa ni nini? Ni bid'a?
pia sio bid'a. So tuende tuanzie hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Asili ya Qur'an ilikuwa ni juzu 7 peke yake. Asili ya Qur'an, kwa makini sana. Kwa kama unanisikia tu nisikie, insha Allah tutalifanyia maboresho hili. Insha Allah. Nadhani kila siku na sisi tunazidi kuifanyia maboresho hili Google Meet. Na imani tutaenda nayo sawa. Asili ya Qur'an ilikuwa ni juzuu 7. Okay? Na ilikuwa inasomwa mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura. Sio kama sasa hivi utakuta Bakara tu ina juzuu 2 karibia na nusu. Lakini ilikuwa ni sura inachukuliwa mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura. Okay? Labda inaongezwa na sura nyingine ya mbele. Haya, hii ndio juzuu ya kwanza hii, part 1. So zilikuwa part 7. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juzuu zilikuwa 7. Sio tena 30. Yaani tukiongelea hivyo kurahisisha zaidi ilikuwa ni hivi. Kama utakuwa unaona kwenye screen, mashaallah. Ilikuwa kuna Baqara, Imran and then Nisa. Sura 3 za mwanzo zilikuwa ndo part 1, ndio juzuu ya kwanza. And then Maida na sura za katikati yake hapa zilizopo mpaka Tauba. So kina Anfal hapo kati, sura zote zilizojaa hapo kati hapo mpaka Tauba. Hiyo ilikuwa ni part 2, ndio juzuu ya pili. So ilikuwa ni sura zipo kibao katikati. And then Yunus, Nahli, yani Yunus katikati yake hapo kuna sura zingine hapo. Kuna Hijri zimetembea mpaka Nahli. Na hiyo ni part 3. And then kuna Isra mpaka Furqan. So Isra, okay, baada ya Isra hapo kuna Ahqaf, kuna suratul Kahfi, kuna Taha, Maryam, Anbiya, sura kibao mpaka Furqan ilikuwa ndo part 4. And then Shu'ara mpaka Yasin, hiyo ndo part 5. As-Safat mpaka Hujurat part 6. Hizi mashaf sidhani kama zipo mpaka sasa hivi, maana actually kwa mtindo huu mwanadamu angekuwa mzembe sana. Sio kwamba ndo tungeona wepesi. Ili part 1 unatakiwa paka umalize part 1 umehaso jasho la kutosha. Ndio unakuja kufika nimaliza juzuu 1. Lakini mtiririko uliwekwa juzuu 30, inshallah tutafahamu ni nani mwanzilishi wa hichi kitu pia. So juzuu zilikuwa ni 7. Ya 6 ilikuwa ni As-Safat, kutoka As-Safat mpaka Hujurat. Sura nyingi zipo katikati hapo, Ahqaf zimeenda mpaka Hujurat. And then sasa kuanzia Qaf mpaka suratul Nas, hizo zinaitwa mufassala, sura zinazoanza na bismillah, basmala zimeanza na bismillah. Kuanzia Qaf hapo ni sura ndogo ndogo hapo. Zote hizo kuanzia Qaf mpaka Nas, hiyo ndio part 7. Subhanallah. So zilikuwa ni juzuu 7 kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mpangilio uliokuwa umewekwa. Lakini alhamdulillah hizo juzuu 7 ndizo zilizosoma kipindi cha Mtume, na kulikuwa hakuna kwamba kuna robo juzu, kulikuwa kuna thumuni, si kuna nusu, kulikuwa hakuna mtiriko. Bali sasa zimekuja kuwekwa juzuu 30. Na hii huenda wengi wameona hii ndio njia nyepesi ya kurahisisha, lakini wengi ndio wanawatia tena uvivu kwamba mpaka nimalize juzuu 30 ni lini? Bora zingekuwa zile 7. Sidhani kama kuna mashafu hizo sasa hivi za juzuu 7, lakini unaweza kupangilia tu hivyo hizo sura pia. Ila juzuu ni 30. So mtiririko wa juzuu 30 ni zimetoka wapi hizi juzuu 30? Okay? Kwanza ni njia nyepesi ya kuhifadhi. Juzuu 30 mtiririko huo leo ni njia nyepesi ya wewe kuhifadhi. And then ni ijtihad. Ulama wamejitahidi hichi kitu kukiweka kiwe kwa njia hii, imrahisishie msomaji. Okay? Ijtihad za maulama tofauti katika kuziweka hizi juzuu 30 katika mtiririko huu. Okay? Na pia ndio inakuwa njia nyepesi ya kuhifadhi. Inshallah katika tekniki za kuhifadhi pia ni hivyo, kuchukua kidogo kidogo, wala sio kubwa sana. Okay, so hizo juzuu 30 je,
tunazifata, lakini ni haramu sababu hajafanya Mtume. Sometimes Sheikh, tusi watu wenye elimu, hebu tusiwadharau. Ile kuitana huyu sijui sufi, huyu wariji, huyu, tutoke kwenye makundi hayo. And then Allah ndo anatujua sisi zaidi. Allah ndo anatujua sisi zaidi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza kabisa hilo. Hao wasibugudhiwe, hebu wasibugudhiwe hao. Kishindo kabisa tu wewe kaa kimya. Kwa unaona kabisa anakukera, basi kaa kimya, lakini usiwabugudhi hao watu. So hao ni haram, tumesema ni ijtihad. Maulama wamejitahidi hichi kitu kukiweka hivyo. Je, ni haram nikisoma mimi inakuwa nimetoka nje ya masharti ya Qur'an juzu 1, 2 mpaka 30? Subhanallah. Sio haram. Sio haram kusoma hizo juzu 30 zote. Okay? Lakini zimetoka wapi? Sio haram hizo, hapana. Bali tumesema ni ijtihad za maulama. Na zinamrahisishia msomaji yeye kusoma kwa wepesi hiyo Qur'an. Hakuna madhambi ndani yake, bali inafaa. So ukiamua kutumia mtiririko wa juzu 7 utaleta ikhtilaf katika dini tena. Okay? Bali ni juzu 30. Sio kaulizwa juzu kuna juzu ngapi ukasema 7. Juzu ni 30. Okay? Mtindo wa kwanza tumeusema ilikuwa inachukua sura nzima. Yaani mwanzo wa suratul Baqara inachukua suratul Imran, suratul Nisa, mwisho kabisa ndio juzu 1 hiyo. Okay? So ilikuwa inachukua juzu nzima. Lakini tukija katika mfumo ambao huu ni wa kwetu wa juzu 30, yenyewe haijazingatia hilo. Subhanallah. Poleni sana ambao hamuoni screen. Kwa ambaye ameshindwa kuingia kabisa, huyo ni internet yake. Ni mtandao yako, huo itakuwa ni mtandao wako. Wala sio tena internet. Okay. Turudi hapa. Sasa tofauti na juzu 30. Juzu 30 ilikuwa hii ambayo tunaisoma sisi sasa hivi haichukui sura nzima. Okay? Juzu 30 haichukui sura nzima. That's why utakuta tena sio tu sura nzima bali hata kisa. Utakuta kisa unakisoma kinapokuja kusimamia, alafu kinapoendelea juzu ya mbele tena ni bado inaendelea hicho kisa. Na ninapoa hii ni juzu nyingine. Mfano hii ni juzu ya 9. Juzu ya 9 inasema qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi. Inasema mfalme ambaye alikuwa ana kiburi katika zama hizo. You see, imeanzia katikati mada yake. Mada yake imekuja kuanzia katikati. Na hii ni mwanzo wa juzu ya 9. Mwanzo wa juzu ya 9. So unaweza kuimagine, ni katikati, sio tu mwanzo wa sura, haijazingatia zile kanuni ambazo zilikuwa kipindi hicho. Lakini wao kuna vitu ambavyo wamevizingatia. Okay? Kuna vitu ambavyo wamevizingatia mpaka kuwekwa hii juzu 30 kwa mtiririko huu. Kwanza tumeshasema ni kwa sababu ya wepesi wa mwanafunzi. Kisa kingine juzu ya 5 kiisoma inaanza wal muhsanatu minan nisa, inaanzia katikati mada yake. Katikati ya sura ndio juzu inaanzia hapo. So haijazingatia kama vile ilivyokuwa mtindo wa mwanzo ambao tumeuelezea hapo awali. Ilikuwa ikichukua sura mwanzo mpaka sura mwisho imestop hapo. Okay? So hii ni baadhi tu ya sura ndio utakuta yenyewe imeishia mwisho wa juzu, lakini sio zote. Hii katika mtindo wa juzu 30. Tofauti kabisa. Na katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumetoka kwenye juzu, bado tupo katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanyaje katika usomaji wake wa hii Qur'an. Okay? Katika mtindo pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hasomi sura akaishia katikati. Alikuwa akianza sura anaisoma the whole sura kutokana na hadithi zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasimuliwa. Swala ya fajri alikuwa akipenda swala ya fajri siku ya Ijumaa alikuwa akipenda kusoma suratul Sajda na suratul Insan. Anaisoma mwanzo mpaka mwisho. Suratul Insan, hal ata ala al-insan, anaanza mwanzo mpaka mwisho. Subhanallah, hii darasa sio la awali.
sio la awali hili darasa. Anaanza mwanzo mpaka mwisho. So ilikuwa ndo mtindo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia katika usomaji. Sio tu kwamba juzu ndio imeshuka hivyo, kwamba juzu zao zilikuwa 7 kwa, lakini pia hata katika usomaji ilikuwa ni mwanzo wa sura anasoma mpaka anaimaliza. Hii ni fajr. Muda mwingine unajua naona chat hapa afan. Screen naona basi leo kuna maandishi siji. Oh. Okay, unaambo. Yeah, nadhani unaweza kama mnawapa maelekezo katika chat ili mimi niendelee na class. Itakuwa vizuri zaidi kama tutakuwa tunasaidiana hivi. Okay. So hii ni sunna ya Mtume Muhammad pia katika usomaji wake wa Qur'an. Inaanza mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura. Mpaka mwisho wa sura. And then pia alikuwa akisoma Suratul A'la, anaanza mwanzo mpaka mwisho, Shamsi mwanzo mpaka mwisho. Hii ni siku ya Aljumaa. Alikuwa akipenda kusoma hivyo tena. Sura nzima mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa katika mtindo wetu wa juzu 30, je, sasa na sisi tufanyaje? Je, tutasoma tuiruke tu juzu? And then tukiangalia tumetoka kwenye mfungo tarawih, tumeswali, tulikuwa tunasoma juzu nzima nzima. It means unaweka alama katikati ya sura. Kuna aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema faqra'u ma tayassara minhu, basi soma kile ambacho una uwezo nacho. Okay? Katika Qur'an sio haulazimishi kusoma sura nzima, ni sunna ya Mtume kusoma sura nzima. Lakini faqra'u ma tayassara minhu, soma kile ambacho una uwezo nacho. Okay? Juzu 30 hazijatokana na kwamba zimepangiliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni ijtihadi ulama katika kumrahisishia mtu kuhifadhi hiyo Qur'an kwa kazi yake kwa mtindo huo. Na unaruhusiwa wewe mwenyewe kusoma, ukaamua nisome juzu moja, lakini hii ya kwetu tusome katika 30, lakini nisome juzu moja niweke alama katikati ya alif lam mim, haikatazwi. Okay, labda sabihisma nisome raka ya kwanza nusu, raka ya pili nimalize, haukatazwi. Aya inasema faqra'u ma tayassara, soma kile ambacho wewe hapo una uwezo nacho katika Qur'an. Okay. So juzu 7, juzu 30. What's next? Kipi nikifuate hapo? Huu mtindo aliyotengeneza hichi kitu anaitwa Hajjaj bin Yusuf. Inshallah tamsoma hapo mbele. Juzu 30. Sasa nifuate utaratibu gani katika kuisoma hii juzu 30? Cha kwanza cha kufuata zaidi ni symbols, zile alama zilizopo katika Qur'an. Hakikisha umefuata zile alama. Okay, hii ni alama ya nini? Ya nusu juzu. Okay, nisimamie hapa. Tukiongelea alama muhimu zaidi ni zile za vituo. Hichi kituo ni kituo gani kiko hapa? Natakiwa nisimame au niendelee? So hizo alama ni muhimu ambazo inshallah tutakuja kuzisoma kwenye tajwid. Consider the meaning. It means kama unafahamu vizuri zaidi ni kutadabbur, zingatia kile unachokisoma, kuwa makini na maana ya lile neno. Okay, hapa nimemaliza historia ya Yusuf, inaishia hapa, nitasimamia hapa. Umemaliza hadi mwisho. Tosha. Okay. So hivyo ni vitu viwili vya msingi sana kuzingatia katika usomaji wako. Ikiwa unaweza na vizuri zaidi full sura, malizia sura nzima. Pata symbols, zile alama au maana ya aya unayoisoma, ujue umemaliza history, au soma sura nzima. Hapo utakuwa umejiondoa katika mushkila. That's why hizo alama zimewekwa na sisi ndio tunazozifuata. Alhamdulillah, leo nimeelezea hichi ni utangulizi ambao kwangu mimi nimeona ni the best tuiongelee kabla hatujaanza kitabu. Hili jambo kitabu tajwid, mwanzilishi wa tajwid pia inshallah tutakuja kukisoma katika kitabu, katika utangulizi kule. Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni katika matabi'i tabi'in.
huyu hajamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then wako wanaosema alikuwa ni dhalim, Allahu a'lam. Wako wanaosema alikuwa ni mtu mwema kutokana na historia yake. Unaweza ukaitafuta historia ya Hajjaj bin Yusuf na utamsoma. Inshallah ameandikwa katika vitabu vingi sana. Lakini wema mkubwa alioacha katika Uislamu ni hizi alama nyepesi. It means ameweka alama kama tanwin, shadda. Mashallah, kamera yangu imerudi clear, naomba ni pin. Ameweka alama katika Qur'an kama vile tukiongelea mada, uvuta, hicho kipindi cha Mtume Muhammad zilikuwa hazipo. Nakuja kusoma zaidi hizo alama zote. Shadda, kukaza, maana asili ya shadda ilikuwa ni mim mbili, ilikuwa ni mim mbili, lakini yeye katika kurahisisha akaweka kitu hichi hapo. Alhamdulillah. Naomba kama kuna mwenye swali, nimetumia dakika nyingi sana, tutabaki na dakika 5 za maswali and then tutafungia hapa kwa leo. Bismillah. Kutokana na hichi tulichokisoma, alafu insha Allah tukija kuanza vitu vingine na ndo maswali tena, somo lingine tena hilo tuulize. Tuna dakika 5. Unaweza ukaweka alama reaction, kuna alama ya mkono hapo kwenye screen yako. So ukiweka alama hiyo ya mkono, mimi nitaona umeweka na una swali. Bayan. Bismillah, bayan. Inshallah. Tutahidi turudi kule. Wakati bayan bayana au ibada, nimeona mkono juu and then umepotea hapa. Google Meeting wengi wanasema inasumbua. Inshallah tutakuja kurudi kwenye Zoom. Lakini Zoom yenyewe udogo wake, it means haikubali watu zaidi ya 100. Okay. Kama bayan hazungumzi, basi brother Burwan nakukaribisha. Mashallah, wengine wanasema haisumbui, kwa ni heri kwa. Karibu yoyote ambaye ameweka mkono juu, basi ni ruksa ili tu balance minute. Assalamu alaykum mwalimu. Assalamu alaykum. Ya alaykum salam brother Ramadhan. Vipi? Umesema Hajjaj bin Yusuf ndiye aliyeandika mtindo wa Qur'ani kwenye juzu 30. Sasa kuna vipi kuhusu Uthman bin Affan? Yeye alishia wapi na huyu Hajjaj bin Yusuf? Tofauti yao ikoje hapo? Okay, mashallah. Okay, turudi kwenye hilo. Qur'an kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa ni ummi. Ummi it means hajui kuandika, hajui kusoma. Okay. So Qur'an kipindi cha mtume ilikuwa ni inaletwa, anasomewa, ana meza na yeye anawasomea maswahaba zake. Ilikuwa ni Qur'an ya Iqra, soma. Katwa ni aya za mwanzo, soma. Sio andika. Okay. So kipindi cha Mtume Muhammad kapita, and then kikaja kipindi cha Abu Bakar kikapita, bado Qur'ani ilikuwa ni kwa kutamtishana. Cha Umar ikapita, and then kipindi cha Uthman, so wakawa wamekaa wanafikiria, wanakufa waliohifadhi Qur'ani wanadanja, tufanyaje kuiacha hii Qur'ani endelee kuishi? So Uthman bin Affan kipindi hicho ndo akapata wazo la kuikusanya Qur'an sehemu moja. Kipindi cha Uthman bin Affan yeye alifanikiwa kuikusanya Qur'an katika sehemu moja. So tunaweza kusema ndo hizi juzu 7 yeye alizikusanya, lakini ilikuwa bado ni juzu 7 kama juzu 7. Lakini yeye alifanikiwa kuziweka zote sehemu moja. Tukiongelea sasa kuweka hizo alama, hiyo imekuja kufanywa na ijtihadul ulama. Wao wamejitahidi kuiweka zile alama ambazo zitakufanya wewe uweze kuisoma vizuri. Mfano, kuna Waarabu ambao wao Mwarabu anatoka Oman wa Egypt, kuna Mwarabu ambaye anatoka
Saudia. Viarabu vyao ni tofauti, kama vile Mswahili wa Twara, wa Kigoma, wa Dar es Salaam, wote hawa wakikutana ni tofauti usomaji wao. Lafudhi ya Kiswahili ni moja, lakini atasema huyu magoli, mwingine atasema magori. So ni tofauti. Hata Waarabu ilikuwa hivyo. So kipindi cha wao walivyoona hivyo, hao maulama wakaona waunde kitu kinaitwa tajwid. Tajwid, it means kitu kitakachoibakisha Qur'an katika lugha yake ya asili, ile tu ambayo imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwa Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct. Isije ikaingia Kiarabu cha Misri au cha Oman, japo wote ni Waarabu. So nadhani nitakuwa nimeeleweka. Kazi ya Uthman bin Affan, yeye alikusanya Qur'an yote. And then wepesi inshallah tutakuja kuisoma rasmi kesho, nadhani ndio tutakuja kukisoma hicho. Shukran sana, na nadhani tusimamie hapa, tukula dakika 3. Na Allah akipenda kesho tutaendelea tena. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran.